na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Karibu katika kipindi cha neno na tafakari ya neno la Mungu. Kila siku tunaendelea na ujumbe wetu mkuu unaosema ya kwamba imarisha imani yako kwa Mungu ili uweze kushinda majaribu yatakapotokea. Imarisha imani yako kwa Mungu ili uweze kushinda majaribu yatakapotokea. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru, asante. Umetupa nafasi siku nyingine tena kusogea hapa kuendelea kujifunza habari za neno lako, habari njema za wokovu. Tufundishe kwa Roho wako, tuongoze katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji, kama nilivyokwisha kutambulisha kichwa cha habari, imarisha imani yako kwa Mungu wako ili uweze kushinda majaribu yatakapo kutokea. Sehemu ya kwanza ya somo hili tuliangalia chanzo cha majaribu yote ya shetani, ya ibilisi kwenye maisha yetu. Chanzo cha majaribu yote ambayo ibilisi anayaleta kwenye maisha yetu. Na tuliona kwamba chanzo cha majaribu yote ya ibilisi kwenye maisha yetu ni kwenye fikira zetu, kwenye akili zetu. Hapo ndipo shetani anapocheza na maisha yetu. Hapo ndipo shetani anapoharibu maisha yetu, akifanikiwa kwenye akili zetu kupata nafasi, ametuharibia maisha yetu. Tumeona kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3, tunaona kwamba nyoka au ibilisi huyo anamwendea mwanadamu, anamwambia ati Mungu amesema matunda ya miti yote ya bustani msile. Tunaona mwanamke anamjibu, anamwambia Mungu amesema matunda ya miti yote ya bustani tunaweza kula, lakini yale matunda ya mti uliopo katikati ya bustani wa ujuzi wa mema na mabaya tusile, maana Mungu amesema tutakufa hakika. Hilo neno ambalo mwanamke analisema ni lile agizo la kiimani ambalo Mungu aliachilia ndani ya mwanadamu kwenye sura ya 2 mstari wa 16 mstari wa 17. Mungu akamwambia ya kwamba akamwagiza mwanadamu, matunda yote ya miti ya bustani mnaweza kula. Ule 17 akasema, lakini ule wa katikati ya bustani msile, mkila mtakufa hakika. Agizo la kiimani kwenye moyo wa mwanadamu. Agizo la kiimani kwenye moyo wa mwanadamu. Hilo agizo la kiimani lilitakiwa liwe na nguvu wakati wote ili kuweza kushinda fikira za kishetani ambazo ameziachilia kwa mwanamke. Ule mstari wa 6 sura ya 3 inasema ya kwamba baada ya mstari wa 5 nyoka kuzungumza, shetani kuzungumza, sura ya 6 mstari wa 6 sura ya 3, mwanamke alipoona kuwa mti ule wafaa kwa chakula nao unatamanika kwa maarifa yapi? Ya kipepo yaliyopandikizwa ndani yake, akachukua akala. Leo tunataka tuendelee na sehemu inayofuata. Inakakichwa kabari kadogo sana, kanasema ni lazima kuwe na mahusiano kati ya nguvu ya imani yako kwa Mungu iliyopo kwenye moyo wako na kile ambacho kipo kwenye fikira zako. Ni lazima kuwepo na mahusiano kati ya nguvu ya imani yako kwa Mungu iliyopo kwenye moyo wako na kile kilichopo kwenye fikira zako, ili kuleta uponyaji wa fikira zako, ili kuleta uponyaji wa fikira zilizopotoshwa. Twende kwenye andiko tuangalie vizuri andiko, neno la Mungu kwenye waraka wa pili wa Mtume Paulo Mbarikiwa, sura ile ya 4 na mstari wa 3 na 4. Tusome kitabu cha waraka kwa Paulo Mbarikiwa, sura ya 4 ya Wakorinto wa pili, mstari wa 3 na 4. Mstari wa 3 nasema, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea,
Lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Unajua injili ni nini? Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu ndani mwetu. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwenye maisha yetu. Wakorintho anasema Paulo, lakini ikiwa injili yetu imesitirika. Huku kusitirika nini? Manake injili yetu ikiwa imeharibiwa, ikiwa imefichwa ndani yetu, basi imefichwa, imeharibiwa kwa hao wanaopotea, ambao ndani ya fikira zao Mungu wa dunia amepofusha fikira zao, isiwasukie nuru ya Kristo aliye sura ya Mungu. Kama injili, habari njema za wokovu kwenye moyo wako zimefichwa, zimeharibiwa, nataka nikwambie, hauwezi kuona ukweli uliopo kwenye fikira zako, kwamba hiki kilichoko kwenye fikira zako ni kweli, ni uongo. Hauwezi kutambua ukweli ama uongo uliopo kwenye fikira zako. Kazi ya shetani ni kucheza na fikira zako, ni kupofusha fikira zako. Ndani ya moyo wako kunatakiwa kuwepo na nguvu ya injili. Ndio maana nikasema imarisha nguvu ya imani yako kwa Mungu, ili uweze kushinda majaribu yatakapotokea. Ndani ya imani yako kunatakiwa kuwepo na nguvu ya injili ya Kristo, kama vile kitabu cha pili cha Mwanzo sura ile ya pili mstari wa 16 na 17, Mungu akaweka agizo la kiimani, injili ya kiinjili ndani yao. Ile injili litakiwa iwe na nguvu, ili shetani asije kupofusha akili zao, shetani asije kuharibu akili zao, washindwe kuelewa ukweli, washindwe kujua ukweli. Inawezekana nazungumza na wewe unayenisikiliza mahali hapa. Inawezekana wewe ni miongoni mwa watu ambao injili ya Kristo imeharibiwa, imefichwa kwenye maisha yako. Na nimekwambia injili ni uweza uletao wokovu, injili ni uweza uletao ukweli. Na kwa sababu ya injili ya Kristo kuharibiwa kwenye moyo wako, kwenye maisha yako, akili zako zimepofushwa. Na kwa sababu akili zimepofushwa na moyo umepofushwa, umejikuta umeanguka. Chanzo cha maanguko yote ya maisha yetu wanadamu, chanzo cha maanguko yetu ni fikra. Chanzo cha maanguko yetu ni fikra potofu. Nilikwambia jana ya kwamba majaribu ya shetani ni fikra potofu zinazopingana na agizo na makusudi na mapenzi ya Mungu. Chanzo cha maanguko kwetu sisi wanadamu, maanguko kiroho, maanguko kiuchumi, maanguko kimaendeleo, ni fikira potofu ambazo shetani amejijaza kwenye moyo wako na kwenye akili zako. Nataka nizungumze na wewe unanisikiliza ya kwamba hata kama wewe ni miongoni mwa wale ambao shetani amefunga injili ya Kristo ndani yako, amekufunga akili zako, amekufunga moyo wako, ameachilia giza kwenye moyo wako, leo nataka nikwambie habari njema ambazo zimeandikwa katika kitabu cha nabii Isaya, ya kwamba watu wale waliokaa katika giza, waliokwenda katika giza la uvuli wa mauti, nuru imewazukia. Leo isikie habari njema za Kristo ambazo ni nuru, ikuzukia ndani yako ili uweze kufunguliwa kwenye hicho kifungo. Kwenye waraka kwa Wagalatia sura ile ya 5 ule mstari wa 16 na 17. 16 unasema ya kwamba enendeni kwa roho, wala mtatimiza tamaa za mwili kamwe. Injili ya Kristo ambayo ni uwezo uleta wokovu, ikiwa na nguvu ndani yako, imani yako ikiwa na nguvu ndani yako, ikiwa na nguvu, ukawa kuna mahusiano kati ya akili yako na kile kilichomo kwenye moyo, na nguvu ya imani kwenye moyo, nataka nikwambie hautakuja kuanguka kwenye mtego wa mashawishi ya shetani.
hautakuja kuanguka, hautakuja kuanguka. Majaribu hayatakushinda. Kwa hiyo ni lazima kuwepo na mahusiano kati ya nguvu ya imani iliyopo kwenye moyo na kwenye akili yako. Mstari wa 17 wa Galatia unasema ya kwamba kwa sababu moyo umeshindana na mwili, hivi vitu vimepingana, hamwezi kufanya makusudi ama hamwezi kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Ni lazima kuwepo na mahusiano. Kama hakutakuwepo na mahusiano, kama vile tunavyosoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3, hapa kuwepo na mahusiano kati ya injili iliyokuwepo ndani, agizo la kiimani iliyokuwepo ndani yao na kile kilichokuja kwenye fikra ya mwanadamu. Kwa hiyo vilipingana, wakashindwa kuwa na maamuzi, wakaanguka kwenye mtego, wakaanguka kwenye majaribu. Hata kama kuna majaribu yamekuangusha, umeanguka, leo nataka nikwambie injili ya Kristo nayozungumza leo hapa, hii ni nuru yenye uwezo wa kuleta wokovu ndani yako, yenye uwezo wa kuleta ukweli ndani yako. Pokea hii injili ya Kristo, mpokee Kristo, lipokee neno la Mungu. Kwenye Zaburi ya 119 aya ile ya 11 inasema, moyoni mwako nimeliweka neno nisikutende dhambi. Moyoni mwako lazima kuwepo na nguvu ya neno, nguvu ya injili itakayopelekea kufanya mapinduzi kwenye fikira, kwenye akili yako. Akili iliyopotoshwa, fikira zilizopotoshwa, ile nguvu ya injili, ile nguvu ya neno inafanya mapinduzi ya fikra potofu, zinaondoka, wala hautakuja kuanguka kwenye majaribu tena. Lazima kuwepo na mahusiano kati ya nguvu ya imani yako na kile kilichopo kwenye akili. Tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba wa mbingu na nchi, nakushukuru kwa msikilizaji wangu huyu ambaye amesikia habari ya injili yako. Ninakuomba injili iliyofungwa, iliyofichwa, iliyoharibiwa, leo wachilie uweza, wachilie nuru. Ulisema watu wale waliokwenda katika giza nene, nuru imewazukia. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, moyo wako ipokee nuru, akili zako zipokee nuru, akili zako zifunguliwe, akili zako zikombolewe. Nami naachilia nguvu ya ukombozi wa akili na fikira katika jina la Yesu. Nuru ya Kristo ipite kwenye akili, kwenye fikira, ili upate kuyatimiza na kuyafanya makusudi ya Mungu. Katika jina la Yesu tumeomba na tunamshukuru Mungu wetu. Amen. Barikiwa sana, tutaendelea tena siku nyingine, sehemu inayofuata. Amen.